Mungu aliye hai. Hata wakisimama kwenye maombi, Bwana akiwaangalia anaona ni vyombo vitakatifu. Akisikia maombi yao, akisikia maombolezo yao, Bwana anajibu haraka, maana hakuna dhambi ndani yao. Nataka niwaambie, kimbia dhambi, maana wewe ni tegemeo, wewe ni hitaji la kanisa, wewe ni hitaji la kanisa. Ikimbie dhambi ili Bwana kutumie kwa ajili ya kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Ikimbie dhambi, ikimbie dhambi. Haijalishi mazingira yako ya dhambi yakoje. Inawezekana ukasema hakuna anayeniona, lakini epuka dhambi kwa sababu ya huduma uliobeba. Epuka dhambi kwa sababu ya nafasi ulionayo ndani ya kanisa. Epuka dhambi kwa sababu ya mzigo uliobeba kwa ajili ya Kristo. Epuka dhambi kwa sababu ya ule uliobebeshwa mzigo na Kristo. Epuka dhambi kwa sababu ya watoto wako. Epuka dhambi kwa ajili ya kanisa. Epuka dhambi kwa ajili ya nyumba yako. Epuka dhambi kwa ajili ya mumeo. Epuka dhambi kwa ajili ya jamii yako. Epuka dhambi kwa sababu ya ukoo wako. Epuka dhambi kwa ajili ya watu wa nyumba yako. Epuka dhambi kwa sababu ya utumishi uliobeba. Epuka dhambi. Dhambi ni sumu mbaya ya utumishi. Dhambi ni sumu mbaya ya utumishi. Wamama tunawategemea. Jitakaseni, kaeni kwenye utakaso, kuwa watu wa maombi kila wakati. Achana na dhambi, achana na uasi, achana na mambo ya dunia. Bwana kupe neema ya kusimama kwa zamu yako. Tumikia Mungu kwa vile viwango alivyokupa. Naona wamama walio wainjilisti hapa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Epuka dhambi, injili yako iende mbele. Naona watu wamebeba roho za maono. Epuka dhambi, maono yainuke juu yako. Wako watu wamebeba huduma ya ualimu. Epuka dhambi, ualimu usimame juu ya kanisa. Wako watu wamebeba karama za uimbaji. Epuka dhambi ili Bwana tukuzwe. Wako watu wamebeba uchungaji hapa. Epuka dhambi, ukachunge kanisa. Bwana anahitaji watakatifu wasimame kwenye nafasi yao. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni adui wa huduma. Dhambi ni adui wa Wakristo. Dhambi ni adui wa Mungu. Dhambi ni adui wa kanisa. Epuka dhambi ili Bwana ainue kile kilichowekwa ndani yako kwa utukufu wa jina lake. Haleluya, watu wa Mungu. Epuka dhambi. Maombolezo sura ya 4 mstari wa 6. Maombolezo sura ya 4 na ule mstari wa 6, 4-6. Maombolezo, Biblia sema hivi: maana uovu wa binti ya watu wangu ni mkubwa kuliko dhambi ya Sodoma, uliopinduliwa kama katika dakika moja, wala mikono haikuwekwa juu yake, wala mikono haikuwekwa juu yake. Narudia ile pointi ya kwanza kabisa. Maana uovu wa binti ya watu wangu ni mkubwa kuliko dhambi ya Sodoma. Mungu hapendi. Mungu hapendi kujichanganya. Mungu hapendi michanganyo. Mungu hapendi michanganyo. Narudia tena, Mungu hapendi michanganyo. Mungu anapenda utakatifu. Mungu anapenda mtu aliyesimama kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama, simameni mkimtukuza Bwana kwa utakatifu wenu, ili mshike nafasi ya kuombea watakatifu kwa ajili ya kuliombea kanisa. Epuka dhambi. Hata kama unajua mazingira yako sio mepesi kujulikana, lakini wana hofu ya Mungu, kwa sababu wewe ni chombo cha madhabahu za Bwana. Unatakiwa usimame kwenye madhabahu, umwakilishe Yesu. Wewe ni chombo cha maombolezo katika madhabahu za Bwana. Jenga hofu ya kimungu ndani, ili Bwana kutumie kwa viwango vya juu. Kuna mtu anaelewa nachosema? Lakini jambo la mwisho ambalo ni vitu visivyotakiwa kwa mama, jitahidi kujilinda na aina za mavazi.
Jilinde na aina za mavazi. Mwanamke Mkristo, usipende kuvaa mavazi ambayo yanachochea roho ya uzinzi kwenye maisha. Jitahidi kuwa makini hata kwenye aina za mavazi unazovaa. Wewe ni Mkristo, sio kila vazi unaweza kuvaa. Wewe ni Mkristo, sio kila vazi unaweza kuvaa. Unaweza kaniambia pastor, kwani mavazi nini? Mungu anaangalia roho. Mungu angalia roho ambayo haina matendo. Mungu anaangalia roho ambayo haina matendo. Wakristo nisikilize, usiwe mtakatifu ukiingia kanisani, lakini ukifika mtaani ni kama kahaba anayetarajiwa kuwa kahaba wa mji. Jitahidi sana kuangalia aina zako za mavazi. Haijalishi ni wapi unavaa. Hata ungekuwa msibani, wewe ni Mkristo tu. Hata ungekuwa sokoni, wewe ni Mkristo tu. Hata ungekuwa mahali pa watu wa aina fulani, wewe ni Mkristo tu. Usiuache Ukristo kanisani, usiuache Ukristo nyumbani, usiuache Ukristo mahali fulani alafu kaenda mahali kama mpagani. Hapana, mavazi yako unapotembea njiani watu waseme bila shaka mama huyu anaye Yesu. Mavazi yako yatangaze Kristo ndani yako. Mwanamke, angalia mavazi unayovaa. Angalia mavazi unayovaa. Mavazi ni alama